Habari yako mwanamichezo mwenzangu, habari yako mwana Steam Media. Karibu katika kipindi hiki cha kimichezo tuweze kuangazia yale ambayo yamejiri katika anga za kimichezo. Bana, kati ya taarifa ambayo tumekuja nayo hivi sasa ni taarifa ambayo imetoka kule katika bodi ya ligi, ambapo taarifa hiyo inasema kwamba mechi namba 40B iliyokuwa zikutanisha vilabu vya TRA FC na Ruvu Shooting FC, ambapo taarifa hiyo inasema kwamba klabu ya Ruvu Shooting ya mkoani Iringa imeadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi milioni 3, kupoteza mchezo tajwa hapo juu na kupokwa alama 15 katika msimamo wa First League kundi B 2024-2025 kwa kosa la wawakilishi wa klabu kutohudhuria katika kikao cha maandalizi ya mchezo na timu kutofika katika uwanja wa Majengo Kilimanjaro bila sababu za msingi, jambo lililosababisha mchezo tajwa hapo juu usifanyike. Klabu hiyo haikutokea kabisa uwanjani siku ya mchezo huo, ndipo taratibu zingine za michezo zilipofuatwa, ikiwemo kusubiri kwa dakika 30 kwa mujibu wa kanuni kabla ya kuahirisha mchezo huo. Kwa kosa hilo la Ruvu Shooting, klabu ya TRA imepewa alama 3 na mabao 3. Adhabu hii imetolewa kwa kuzingatia kanuni ya 32 hadi ya 3 hadi ya kwanza ibara ya kifungu cha kwanza hadi cha 3 ya ligi ya First League kuhusu kutofika uwanjani. Bana Steven Mapunda, hii ni taarifa ambayo tunaona imetoka katika bodi ya ligi na watu wamekuwa kifananisha na pengine na sakata la Kariakoo Derby. Hii imekaaje huko pendao? Ukiangalia kwa upande wangu, kitu ambacho naweza nikakisema ni kwamba bodi ya ligi tunawapongeza, wameweza kufuata kanuni na sheria ambazo zinaelekeza nini kifanyike endapo mchezo usipochezeka, nini ambacho kiweze kufanyika. Bodi ya ligi wamekuja moja kwa moja na kuweza kutoa kile ambacho sheria inaongoza na kanuni zinaongoza. Ukiangalia sakata hili na Simba Sports Club dhidi ya Dar es Salaam Young Africa, utofauti wake unakuja sehemu moja. Simba waliweza kufika kwenye pre-match meeting, waliweza kufika na waliweza kufanya ile conference na waandishi wa habari kuelekea mchezo husika. Kocha wa Simba alikuwepo, wachezaji wawili wa Simba kuwakilisha wachezaji wengine walikuwepo, kocha wa Yanga alikuwepo, lakini pia na wachezaji wawili wa kuwakilisha walikuwepo, lakini pia hata afisa habari wa bodi ya ligi naye pia alikuwepo. Kwa hiyo ina maana katika hilo tofauti ya kwanza inakuwepo kati ya hawa Ruvu pamoja na TRA-FC. Au ukiangalia hilo la kwanza ambalo limeweza kuwa tofauti na Kariakoo Derby, TRA-FC pamoja na Ruvu Shooting. Lakini pia ukija kuangalia katika mchezo husika, hapo sasa ndio inakuja kizungumkuti. Simba hawakufika kabisa kiwanjani. Dar es Salaam Young Africa walifika kiwanjani. Lakini ukiangalia bodi ya ligi walitangaza kuahirisha mchezo baada ya Simba kuandika barua ya kuugomea mchezo. Kwa scenario hii inakuwa ina utofauti kidogo, lakini tunakuja pale pale kwamba ambaye hakufika uwanjani ni nani? Ni Simba Sports Club. Na kwa nini hakufika? Kwa sababu bodi ya ligi iliahirisha. Kwa hiyo hiki ambacho wamekifanya huku bodi wamefanya sawia kama kanuni inavyosema, lakini kwenye dabi ya Kariakoo pasipo kumumunya maneno, bodi ya ligi waliweza kuvurunda kwa kuahirisha mchezo pasipokuwa na sababu za msingi. Kwa hiyo hapa wao wenyewe wameweza kuonyesha usahihi sehemu fulani na kutokuwa sahihi kwa sehemu fulani. Kwa hii inatupa tafsiri ya kwamba bodi ya ligi ina hukumu au inatoa hukumu kwa timu ambazo zisizokuwa kubwa za Kariakoo. Kama timu itakuwa haina mbavu nene kama Simba na Yanga, basi inakutana moja kwa moja na ili lungu la kanuni. Lakini kama timu inaonekana kwamba ina majority wakubwa, basi hizi kanuni zinatumika busara pasipokuwa kanuni. Hiki ndicho ambacho moja kwa moja unaweza ukakisema kwamba bodi ya ligi inafuata busara kwa kuangalia Simba na Yanga, lakini inafuata kanuni kwa timu ambazo sio Simba na Yanga. Steven Mapunda, unadhani ni kwa nini busara imekuwa ikitumika zaidi katika vilabu hivi vidogo? Amini vilabu vikubwa vya Simba na Yanga. Shida hasa ni nini? Kwa nini busara ndo inatumika hapa? Ukiangalia bwana Latini, kitu ambacho kinaweza kikafanya busara itumike, nafikiri
hata Steven Mguto aliwahi kusema akiwa analizungumzia sakata hili, akasema kwamba kuna kipindi lazima tuweze kukubali kutuweza kutumia busara, kwa maana ya kwamba hivi vilabu vyetu vimelelewa katika hali kama hiyo. Yani makuzi ya hivi vilabu, busara imekuwa imetawala zaidi. Kuna wakati mwingine unakuta Yanga wanatoka hadharani kusema kwamba bwana, sisi tuliweza kuisaidia Simba Sports Club isishuke daraja mwaka 1988 kwa sababu ilikuwa ikifungwa na Yanga basi inashuka daraja. Yanga akakubali kufungwa na Simba ili tu Simba ishuke daraja na ubingwa achukue Coastal Union. Na ukija kuangalia pia nao Simba wanakuambia kwamba kuna msimu ambao sisi tuliweza kuwapa wachezaji wetu kama kina Shaban Ramadhani, walikuwa wachezaji wa Simba lakini waliwapeleka Yanga ili kuweza kuwasaidia katika mechi za kimataifa. Kwa hizi vilabu vimekuwa katika hali kama hiyo ya kubebana, kusaidiana, busara. Kwa hiyo imefikia hatua mpaka sasa hivi tunapata wakati mgumu kwenye kutafsiri sheria, kwamba sheria inasema nini, kanuni inasema nini, kutokana na malezi na makuzi ambayo timu hizi zimeweza kupitia, timu hizi zimeweza kuzoea katika maisha haya. Labda Steven Mapunda, maybe labda ni ungeweza kuambia nini sasa, nini kifanyike kuweza kusolve maybe hili tatizo ambalo pengine linaweza kuleta shida sasa kwenye mpira wetu wa Tanzania? Hiki ambacho kimefanywa na bodi ya ligi kuhusiana na kuihukumu Ruvu Shooting ni kitu ambacho kilitakiwa kifanyike hata kwa Simba na Yanga ili kuweza kutengeneza discipline. Na kwa habari tu ambazo zimeweza kunifikia na vyanzo vyangu vya kuaminika kabisa, Ruvu Shooting wameandikia barua TFF pamoja na bodi ya ligi kwamba wao wanajitoa katika familia ya mpira. Wanataka kujitoa katika ligi kabisa, kwa sababu kwa kupokonywa alama 15 na pia kutozwa faini ya milioni 3 na pia kupokonywa pia alama 3, yani alama 3 zinakwenda direct kwa TRA. Ina maana kwamba ukiangalia wao wanakuwa hawana uwezo wa kuendelea na first league, lazima watashuka zaidi. Kwa hiyo kama watashuka zaidi, maana yake wanazidi kuanza mwanzo. Kwa hiyo wao hawako tayari katika hilo, na wao wanasema kwamba watajitoa, na wameshaandika barua ya kujitoa kwamba hawatojihusisha tena katika hizo ligi, na kwa hilo kwamba linazidi kuleta alarm kwa TFF pamoja na bodi ya ligi kwamba mpira wetu wanauongoza kwa namna gani, sababu wao bila shaka wamefanya hivyo baada ya kuona kwa nini sisi limetokea jambo kama hili alafu haijafuatwa busara. Bona maamuzi yamekuja haraka sana. Lakini Simba na Yanga ukiangalia toka tarehe 8 mpaka leo ni karibu mwezi mzima sasa unakatika, lakini maamuzi bado hayajatoka. Hadi waziri mwenye dhamana Mheshimiwa Kabudi na naibu waziri wake waliweza kuwaita Simba, Yanga, bodi ya ligi, TFF kuweza kuzungumza nini ambacho wanaweza wakakiamua, lakini katika timu ndogo kama Ruvu Shooting hakuna hicho ambacho kimeweza kufanyika. Hatujasikia popote. Na hapa inasema kwamba hawa Ruvu Shooting hawakuja sehemu ya mchezo, hawakuja katika pre-match meeting, hawakuja bila sababu za msingi. Lakini hatujapata nafasi ya kuweza kuisikia Ruvu Shooting sababu zipi zilipelekea wao wasifike katika mkutano wa kwanza kabla ya mchezo. Sababu zipi ziliwapelekea wasifike katika uwanja wa mchezo? Hizo sababu zilikuwa ni sababu zipi hasa? Hiko ndo kitu ambacho bado upande wa pili hatujakipata. Lakini pia ukija kuangalia unaona kabisa ni uzembe ambao umefanywa na Ruvu Shooting pia kwa upande wao, kwamba lazima kabla kuandika barua ya kujiondoa lazima watupe taarifa kwamba kwa nini wao hawakutokea katika press conference, kwa nini hawakuja katika uwanja wa mazoezi, uwanja wa mechi, kwa nini hawakuwa na taarifa sahihi, ilikuwaje kwaje. Kwa hiyo lazima wao watoke na waseme kwamba bwana, sisi hatukuja kwa sababu 1 2 3. Sababu ndizo zitawafanya wawe na uhalali wa kulalamikia haki yao ambao wanahisi kwamba wameweza kuipoteza. Lakini kwa kufuata kanuni inaonekana kabisa kwamba upande wa Ruvu Shooting kuna shida imeweza kufanyika. Ila mimi kongole zangu nyingi nazirudisha kwa bodi ya ligi kwa kuweza kufuata kanuni na sheria. Ila hizi kanuni na sheria zisiwe tu kwa timu ndogo, basi ziende hata kwa hizi ambazo timu zinaitwa timu kubwa. Bana
Steven Mapunda anamaliza hivyo, na hii ilikuwa ni taarifa kutoka bodi ya ligi TPLB kwa kuweza kutanabaisha haya ambayo yamejiri huko Kilimanjaro. Bana, mimi nakusii uendelee kukaa karibu na Steam Media uweze kupata taarifa kadha wa kadha. Ulikuwa na mimi Latin, kama kawaida nilikuwa na Steven Mapunda. Tunahitimisha hivyo, usikose kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uweze kuwa kwanza kupata taarifa hizi kwa uzuri zaidi, na kuaga namna hiyo.